Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Wapenzi watazamaji na wapenzi wasikilizaji, leo tupo katika siku kubwa katika siku kuu za Kiislamu ambayo ni yaumul Jumaa. Leo ni siku ya Ijumaa, lakini taarifa yetu ndo hii kutoka katika kituo cha Dua Center Kongo. Tumeandaa dua kubwa ambayo dua hiyo itafanyika katika miji miwili tofauti maeneo ya Kongo. Mji wa kwanza ni mji wa Bukavu, lakini pia mji wa pili ni mji wa Goma, kwa sababu leo tupo tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2025. Mwezi mtukufu wa Ramadhani itaanza ni tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2026. Sisi wote tuna mapungufu sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wote tuna madhambi, tuna makosa, tumemkosea Mwenyezi Mungu Ramadhani ilivyoondoka mwaka jana, lakini pia Ramadhani kuja kuingia kipande hiki hapa, watu wengi, sisi wengi, nyinyi wengi, wale wengi tumemkosea Mwenyezi Mungu katika njia mbalimbali. Tunaweza tukafahamu makosa yetu wala tusiyafahamu. Lakini pia kabla tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2026 tumeandaa dua kubwa, dua ambayo itaambatanishwa na kichinjo maalumu kwa ajili ya kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi kwa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa katika hali ya kusamehewa madhambi yetu, katika hali ambayo nafsi zetu zinatakasika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dua hiyo itambatanishwa na kichinjo maalumu ambayo itakuwa ni kondoo au mbuzi, na Allah akijalia hata ng'ombe tunaweza tukaifanya kuwa kichinjo kwa kumchinjia Mwenyezi Mungu Subhanahu tabaraka wa Ta'ala. Na sheria ya Uislamu imekubali kutoka ndani ya Qur'ani na hadithi nyingi sana za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika historia mbalimbali katika dini ya Uislamu, kuchinja inakubalika wala haina ikhtilafu ndani yake, kwa sababu hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Mwenyezi Mungu, fasalli li rabbika wanhar, na usali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako Subhanahu tabaraka wa Ta'ala. Nabii Ibrahim alichinja, watu wengi katika historia katika dini ya Kiislamu wamechinja. Hiyo yote walikuwa wanachinja ni lengo kujitakasa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sisi tunafuata mila, desturi na mwenendo ya nabii wetu na mitume wetu na mashekhe wetu pia hivyo hivyo. Sasa dua hiyo itaambatanishwa na kisomo kizito sana, kisomo ambacho kitakwenda moja kwanza kutakasa nafsi na kujikurubisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kisomo hicho kitaambatanishwa kisomo kingine ambacho kitakwenda moja kwa moja kumulilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kushtaki matatizo yetu, maradhi yetu na haja zetu mbele ya Mwenyezi Mungu, ili Mungu apate kutukidhia mahitaji yetu. Watu wengi wamekuwa na mahitaji makubwa, lakini hawajui njia gani wapitie ili Mungu apate kukidhi mahitaji yao. Wamefanya dua sana, wamelia na Mwenyezi Mungu sana, lakini kichinjo bado hawajafanya. Na kichinjo hiki kitakuwa ni mtu mmoja kulipa $10. Anatufuata inbox, tunamutia kwenye list, ili siku ya dua itakapofika hiyo tarehe 5 mpaka tarehe 10 dua kufanyika hapo, tuwe tumeshapata watu ambao wamechangia pesa yao kwa ajili ya mnyama wa kufanyiwa dua. Watu ambao watapatikana nje ya maeneo ya Goma na Bukavu wanaweza wakatuma pesa zao za mchango wa mnyama katika namba zetu zile za Airtel Money, ama namba zangu za WhatsApp zipo kwenye akaunti ya Airtel Money. Basi hao watajumuishwa kwenye dua sambamba na sisi na kuwatilia nia madhubuti na kuwaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kukidhi mahitaji yao. Niseme ya kuwa dua hii, ukikosea katika taratibu ya dua hii, umekosa kitu kikubwa sana wallahi mbele ya Mwenyezi Mungu. Yaani dua hii inapofanyika, wewe haukujumuisha katika dua hii, haupo live wala haupo katika watu ambao watawekiwa nia katika dua hii, umekosea kitu kikubwa sana, na hairudi mara mbili kabla Ramadhani. Dua hii itakuja tena kufanyika katika mwaka wa 2027. Kwa hiyo fursa hii tusipoteze, fursa hii tuishike na mikono miwili. Kwa hivyo tuungane, tufanye mchango wetu
kwa ajili ya dua yetu. Maandalizi ni mazuri sana, na sisi wasomaji wa dua tutaswahumu siku 7 kabla dua kufanyika, ili dua ipate uzito na ukubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa afu minkum, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.